Karibu katika Genesis hadi Ufunuo. Leo tunafikia wakati mmoja wa muhimu katika historia ya Uislamu, siku ambayo Mungu mwenyewe alizungumza moja kwa moja na watu wake. Katika Kutoka 20 tunaona Mungu akitoa amri 10, lakini si jinsi wengi wanavyofikiri. Hizi si vikwazo vya kututesa, bali ni mipaka ya mapenzi yanayolinda uhusiano wetu na Mungu na wengine. Hebu tusikize kwa makini maneno ya Mungu mwenyewe. Mungu akasema maneno haya yote akisema, mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine mbele zangu. Usijifanyie sanamu. Usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Ukumbuke siku ya Sabato. Waheshimu baba yako na mama yako. Usiwe. Usizini. Usiibe. Usimshuhudie jirani yako ushahidi wa uongo. Usitamani. Watu wote waliona ngurumo na miale ya umeme na sauti ya baragumu na mlima ukitoka moshi. Kuna mambo makuu tunayosahau kuhusu fungu hili. Kwanza, hii ni mara chache sana katika Agano la Kale ambapo Mungu anazungumza moja kwa moja na watu bila nabii au mpatanishi. Pili, Mungu anaanza si kwa vitisho bali kwa ukweli wa ukombozi, niliyekutoa. Hii ni muhimu. Amri hizi zinajitokeza baada ya wokovu, si njia ya kupata wokovu. Tatu, watu waliogopa na kumwomba Musa afanye kazi kama mpatanishi. Hawakutaka kusikia Mungu moja kwa moja, jambo la kushangaza. Amri 10 zinaonyesha mabadiliko makuu ya kiroho. Sheria siyo njia ya kupata neema, bali matokeo ya neema. Mungu anaanza kwa kusema, niliyekutoa. Ukombozi umetangulia sheria. Hofu ya Mungu si vitisho, bali heshima na utambulisho wa ukuu wake. Na uhuru wa kweli hauhitaji kutokuwa na mipaka, unahitaji mipaka za haki. Kama mzazi mwema anavyoweka mipaka kwa watoto wake, Mungu anaweka mipaka ya mapenzi. Amri hizi ni utambulisho wa tabia yake, si vikwazo vya kutupima. Wanyamapori walio mlimani wanaona hali hii kwa mshangao mkuu. Kutoka juu hapa naona jambo la ajabu. Mungu anatoa mipaka, lakini ni mipaka ya upendo. Nimeona jinsi wanadamu walivyokombolewa kutoka Misri, lakini sasa wanaogopa sauti ya yule aliyewaokoa. Mimi ni mfalme wa pori, lakini ninajua mipaka yangu. Kwa nini wanadamu hawaelewi kwamba mfalme wa anga na ardhi anaweka mipaka kwa heri yao? Wanadhani uhuru ni kutokuwa na mipaka. Lakini mimi ninajua uhuru wa kweli ni kuruka ndani ya mipaka ya usalama. Amri hizi ni kama mzio wa mchungaji, haukatazi bali hulinda. Je, tunaziangalia vipi amri za Mungu leo? Si kama vikwazo vya kutulemea, bali kama mipaka ya upendo. Yesu alisema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Tii inatokana na upendo na shukrani, si hofu. Amri za Mungu zinafunua tabia yake na zinalinda uhusiano wetu naye na wengine. Hebu tujiulize, je, tunaziona amri za Mungu kama mzigo au kama zawadi? Je, tunatii kutokana na hofu au upendo? Tuombeni Mungu atusaidie kuona amri zake kama alivyozikusudia, mipaka ya upendo inayolinda uhusiano wetu naye. Kwa maana Yesu ndiye aliyetimiza sheria kwa ajili yetu. Mungu abariki. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.